Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu aliye hai. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Somo letu asubuhi ya leo linasema kukataa roho ya kudhoofishwa mikono yako. Ezra mlango wa 4 mstari wa 4 hadi wa 5. Ndipo watu wa nchi wakadhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga. Asubuhi ya leo mpendwa wangu, Mungu akupe ufunuo, utambue hii roho ambaye ni roho ya kudhoofisha mikono yako. Na lengo la shetani kudhoofisha mikono yako, anajua siri ambaye Mungu ameweka kwenye mikono ya mwanadamu. Maana maandiko yanasema nitabariki kazi ya mikono yenu, kwamba mikono yako imebeba baraka. Na kwa sababu mikono yako imebeba baraka na imebeba neema ya kumiliki, ndipo unapoona watu wa Yuda walipoanza kujenga nyumba ya Mungu, wakainuka watu waliotumiwa na shetani kwa lengo la kuwadhoofisha mikono yao, kwa lengo la kuhakikisha kwamba ile nyumba iendelee. Roho ya kudhoofishwa mikono inapokuwa kwenye maisha ya mtu, kile unachokifanya unakuta uwezi kukifanya, kwa sababu kuna roho ya kudhoofishwa ambao unapaswa kupingana nayo. Katika kile kitabu cha Zakaria mlango wa 4 mstari wa 9, anasema mikono yake Zerubabeli imeweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayomaliza. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma. Nataka nikuambia asubuhi ya leo mpendwa, jifundishe kuombea mikono yako ili Mungu ailinde, kwa maana adui akipata nafasi ya kudhoofisha mikono yako, aidha kwa njia ya kichawi au kwa kunenewa maneno, utajikuta huwezi kumaliza unachokianzisha. Ndio maana nasema mikono ya Zerubabeli ndio iliweka msingi ya nyumba hii, na mikono yake ndio itakayemaliza. Nataka niseme asubuhi ya leo, kila ambacho Mungu amekutumia kuanzisha kwa mikono yako, Mungu ataachilia neema kwenye mikono yako ili uweze kumaliza lile ambalo umelianzisha kupitia mikono yako. Mikono ni lango ambalo Mungu anatumia kukubariki. Mikono ni lango ambalo Mungu anatumia ili kufanya miujiza kwenye maisha yako. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu Mwanzo sura ya 9 mstari wa 2, anasema kila mnyama katika nchi atawaogopa. Lakini chini yake anasema ni kwa sababu vyote nimeviweka mikononi mwako. Baraka zako Mungu ameachilia zipite kwenye mikono yako. Kwa sababu kwenye Marko anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Mikono yako ni ya muhimu sana. Mikono yako kuna neema Mungu ameachilia.
Kwa hiyo una sababu ya kukataa roho ya kudhoofishwa mikono yako, ili uweze kufikiria ndoto yako na lile ambalo Mungu amekusudia kupitia kazi ya mikono yako. Wacha niombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa mikono ya mtoto wako. Ayamkini kuna watu walioinuka kudhoofisha mikono yake, asiwe na nguvu ya kufanya kazi, asiweze kutimiza maono yake. Ninakomboa mikono yake dhidi ya kila nguvu ya kichawi na ya uganga. Katika jina la Yesu ninaomba baraka zako ziwe juu ya maisha yake. Kwa jina la Yesu nimeomba, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew